Bye bye Elimpanzu Kidisawala. Bye bye. Mwamba ametumikia vyema klabu ya Simba kwa michache ambazo amekuja, lakini kwa namna ambavyo anacheza na taarifa zilizopo mpaka sasa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana Elimpanzu akaondoka Simba mwishoni mwa msimu huu. Tunasema kwa kawaida ni rahisi Elimpanzu kuondoka Simba kuliko kubaki kwenye klabu ya Simba, na kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba zipo timu mbalimbali kutoka Ubelgiji zinahitaji saini yake, lakini kama unakumbuka kabla ya kusaini mkataba na Simba alienda kufanya majaribio na timu moja ya pale Ubelgiji KRC Genk, na baada ya kwenda pale kufanya majaribio aliambiwa arudi alafu atapewa taarifa kuhusiana na maendeleo yake, kwa namna ambapo makocha watakuwa wamepitia ripoti yake na ndio wataamua kwamba wampe mkataba ama vipi. Lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba alipokea email kutoka kwa wale watu na akaambiwa kwamba anatakiwa kurejea tena kufanya majaribio ya mwisho. Sasa anarejea tena akiwa ni mchezaji wa klabu ya Simba. So kuna possibility kubwa sana akarejea kwenda kule kufanya majaribio ya mwisho mengine ili kufanywa checking ya mwisho, na kama atafanya vizuri maana yake anaweza kuendelea kubakia kule na kaitokea klabu ya KRC Genk. Lakini ukumbuke kipindi kile kitoka AC Vita hakuwa na mkataba. Lakini sasa hivi ana mkataba na klabu ya Simba. Maana yake ili aondoke Simba ni lazima Simba wakubaliane na Genk ndio aende kufanya majaribio, au labda yeye mwenyewe Elimpanzu anunue mkataba wake ndani ya klabu ya Simba. Onechi ni kitu ambacho naona kinaweza kaa ni kigumu sana kwa namna moja ama nyingine, but kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba ofa ambazo ziko mezani kwa Elimpanzu ni nyingi mno. Kwa hiyo ni uongozi wa Simba kukaa na kufikiria wamwache aondoke ama endelee kubaki naye. Wewe unasemaje? Elimpanzu aondoke ama endelee kubaki? Najua kwa mashabiki wa Young Africans wao watakuwa wanafurahi. Yaani wao kisikia Elimpanzu ataondoka, wao wanafurahi kwa sababu wanajua ni mchezaji ambaye atawasumbua sana kwenye zile game zetu za dabi. Ndio mchezaji pekee mwenye kasi kweli na mwenye uwezo mzuri sana wa kumiliki mpira kwenye eneo la ushambuliaji la Simba, na ndio mchezaji pia ambaye akiwa na mpira hata wapinzani wanaweza kujiuliza mara mbili mara tatu kwamba namna gani ambavyo wanaweza wakamzuia. Angalia hata kwenye game ya jana, passing yake ilikuwa ni kubwa sana, uwezo mkubwa sana wa kumiliki mpira, speed na kila kitu alivifanya kwa ubora wa hali ya juu sana. Wasiwasi wa mashabiki wa Simba sasa hivi ni yeye Elimpanzu kuondoka. Sasa tusubiri tuone what can be happen, lakini ukweli ni kwamba zipo ofa nyingi ambazo wamezipokea, na wachezaji wengi kutoka Kongo mara nyingi ni wachezaji ambao hawajawahi kufanyaga masiara. Linapokuja swala la pesa ni swala ambalo huwa wamelipa sana kipaumbele, lakini ni mchezaji ambaye mpaka sasa ana mkataba na klabu ya Simba. Kuhusu kuondoka ama kubaki Simba, manake lazima pia Simba kama klabu ikubali kwamba aondoke ama endelee kusalia. Lakini ukweli ni kwamba Simba pia ni miongoni mwa timu ambazo huwa mara nyingi hazijawahi kuzuiaga wachezaji pale ambapo wachezaji wanapata nafasi ya kwenda kujiunga na timu zingine. Wao wakishapewa pesa ambao wanaona kwao inawafaa, ni rahisi kumwachia mchezaji. Wamewahi kufanya hivyo kwa Luis Jose Miquissone, wamewahi pia kufanya hivyo kwa Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka, wamewahi pia kufanya hivyo kwa Rally Bwalia, wamewahi kufanya hivyo pia kwa kina Mbwana Samata na wachezaji wengine. Maana yake Simba ni timu ambayo kwa miaka yote imekuwa ikitoa fursa kwa wachezaji pale ambapo kuna timu zinatokea zinahitaji saini za hao wachezaji, huwa wamekuwa wakiwaruhusu wachezaji wao waondoke kutafuta changamoto sehemu nyingine. Sasa huenda na hili pia likaenda kukamilika. Kama naamini kwamba kama Simba watawekewa pesa nzuri ya maana, hawezi kukomaa kubaki na Elimpanzu. Lazima watachukua pesa alafu ataangalia tena ustaarabu mwingine, kwa sababu moja ya timu ambayo imekuwa bora sana pia kutafuta wachezaji kwa maana kufanya scouting ni pamoja na klabu ya Simba. Wamekuwa na uwezo mzuri sana wa kufanya scouting. So inawezekana hata hili pia wakaliamua liache liende, wakamwache Elimpanzu wakaondoka, alafu wakaingia sokoni kutafuta winga mwingine, kwa sababu wanajicho uzuri la kutafuta wachezaji. Kwa mfano, wakati wanaenda kumchukua Elimpanzu pale Kongo, alikuwepo Elimpanzu, alikuwepo na Jonathan Kangalombo, lakini mwisho wa siku wao waliwakuta wote, na option ya kwanza kwao ambao walipewa ilikuwa ni kwa Jonathan Kangalombo, lakini wakampiga chini wakamchukua Elimpanzu, na mwisho wa siku Elimpanzu amelipa. Yani amekuja kufanya kile ambacho wao walikuwa wanakihitaji. Na sasa hivi ukiangalia kwenye cost ya Simba kwenye eneo la kiungo mshambuliaji kwenda kwenye eneo la ushambuliaji, Elimpanzu ndio mchezaji pekee ambaye ana uwezo wa kufanya chochote. Yani yeye anahitaji kupata mchango wa wachezaji wenzake wa turn up na kumfanya aweze kuwa bora zaidi. Lakini ukitazama kwa namna ambavyo anacheza, moja ya vitu ambavyo vinamwangusha ni pamoja na ile quality ambayo iko kwenye cost ya Simba. Yani quality ya Simba ni ndogo kwa baadhi ya wachezaji kukompea na kile ambacho yeye kama mchezaji amekuwa akikitoa kwenye klabu ya Simba. So tusubiri tuone mpaka mwishoni mwa msimu huu, lakini naamini kwamba kutokana na scout bora ya Simba kwenye kutafuta wachezaji, hata kama Elimpanzu Kidisawala ataondoka bado wana uwezo
wa kutafuta tena mchezaji mwingine ambaye anaweza kuja kuchukua nafasi yake na akacheza kwa ubora wa hali ya juu kabisa. Mimi kati ya timu ambazo naziamini kutafuta wachezaji ni pamoja na Simba. Hawajai kufanya masiara hata mara moja. Angalia kwenye hii miaka yote ambayo wamefanikiwa, wamepata mafanikio makubwa, bado Simba wamekuwa na muendelezo bora sana wa kuleta wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa sana kwenye game zao za ndani, kwenye game za kimataifa. Angalia alipokuja Pape Ousmane Sako, walipiga pesa nzuri wakati wanamuuza. So Enock Inonga Baka walipiga pesa nzuri kumuuza kwenda FAR Rabat. Kwa hiyo tusubiri tu tuone, lakini naamini kwamba viongozi wa Simba ni viongozi smart sana, na ndio maana ukiangalia hata madili ambayo wamekuwa kisaini ni madili makubwa ambayo hakuna timu inaweza kuyasaini kwa haraka kwenye bara letu hili la Afrika. Wanasaini madili makubwa sana ambayo mara nyingi tumekuwa tukishuhudia madili haya wakiyapata Al Ahly huko, wakiyapata Mamelodi Sundowns, wakipata Orlando Pirates, Kaizer Chiefs na vilabu vingine vikubwa barani Afrika. Lakini Simba pamoja na udogo wao kwenye soka la Afrika, lakini bado wanafanya mambo makubwa. So naamini kwamba hata kama ataondoka Elie Mpanzu Kidisawala, bado atakuwa na uwezo wa kutafuta mchezaji, wa kupata mchezaji mwingine mwenye uwezo kama wake.